Mwakilishi wa bunge la Marekani Adam Smith, Democratic kutoka Washington, alimhoji waziri wa ulinzi Peter Hegseth kuhusiana na mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa kwenye vituo vya nyuklia vya Iran. Lakini katika mahojiano haya, Smith alionyesha wasiwasi wake kuhusiana na mabadiliko ya kauli kutoka serikalini, ambapo alisema takribani siku 60 zilizopita ulisema tulilazimika kuanzisha vita hivi kwa sababu silaha ya nyuklia ilikuwa tishio la karibu sana kutokea. Ilionekana kama ni jambo la dharura lisiloweza kusubiri, lakini sasa unasema kwamba uwezo huo umeharibiwa kabisa, umeangamizwa kabisa. Je, hii inaendana vipi? Lakini kwa upande wake Hegseth alijibu kwa msisitizo akieleza kuwa hoja kuu haikuwa tu uwezo kwa sasa wa Iran, bali pia ni nia yao ya muda mrefu, ambapo alinukuliwa akisema kwamba hakukuwa wameachana na azma yao ya kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini kauli hii pia ilikuwa imeashiria kwamba licha mashambulizi yaliyofanywa na kudaiwa kuharibu miundombinu ya kinyuklia, bado pia kuna hofu kuwa Iran inaweza kuendelea na mipango yake ya njia nyingine kabisa kuweza kujijenga baadaye. Kwa maana ya kina ni kwamba hapa Smith alikuwa pia anajaribu kuonesha kile ambacho kinaonekana kama ni mgongano wa maelezo, kwamba serikali ilihalalisha vita kwa kusema kwamba tishio lilikuwa ni la haraka, lakini sasa inaeleza kuwa tishio hilo liliondolewa kabisa. Na Hegseth pia kwa upande mwingine anasisitiza kwamba tatizo sio uwezo wa sasa pekee, bali pia ni nia na malengo ya Iran ambayo bado pia yanaifanya ionekane kama tishio kwa muda mrefu sana. Na mwakilishi wa bunge la Marekani Seth Moulton kutokea Democratic kutokea Massachusetts aliingilia kati mabishano makali ya maneno ya waziri wa ulinzi Peter Hegseth siku ya Jumatano kuhusiana na namna ya wizara ya ulinzi pia Pentagon ambavyo inashughulikia vita dhidi ya Iran, ambapo Moulton pia na yeye alishutumu serikali ya White House kwa kushindwa kuwapa Marekani maelezo ya wazi kuhusiana na jinsi vita hiyo pia ambavyo yanavyowasaidia kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia, hasa pia ukizingatia gharama kubwa sana ambazo zimekuwa zikitumika. Na katika kikao cha kamati ya kudumu ya huduma za kijeshi ya bunge, Moulton aliuliza kwa kejeli, kwa hiyo wao wametuwekea mzingiro na sisi tumewekea mzingiro wa mzingiro wao? Hiyo ni kama kusema tagi wewe ndio sasa. Kauli hiyo ililenga kuonesha kwamba mkakati wa kijeshi unaonekana kuwa wa mzunguko usio na matokeo ya moja kwa moja, ambapo kwa upande wake Hegseth pia alisisitiza kuwa mzingiro huo pamoja na vita vinavyodhoofisha uchumi wa Iran na kuilazimisha kuingia kwenye mazungumzo. Hata hivyo pia Moulton alipinga hoja hiyo akisema kwamba gharama za vita hiyo sio za thamani kwa Wamarekani wengi ambao wanapambana na hali ngumu ya maisha na kupanda kwa gharama za maisha. Lakini pia aliibua wasiwasi mkubwa sana kuhusiana na kauli ambayo ilikuwa imetolewa na Hegseth katika mkutano wa waandishi wa habari ndani ya Pentagon, ambapo alisema kwamba wanajeshi wa Marekani hawatatoa huruma wala msamaha kwa wanajeshi wa Irani, kauli ambayo ilizua hofu ya uwezekano pia wa ukiukwaji wa sheria za vita au uhalifu wa kivita. Na wakati pia akijibu hoja hizo, waziri wa ulinzi alitetea msimamo wake akisema idara ya vita pia inapigana ili kuweza kushinda. Tunahakikisha wanajeshi wetu tunakuwa na sheria za mapambano ambazo zinawaruhusu kuwa na ufanisi mkubwa kadri ambavyo inavyowezekana kibinadamu. Mjadala huu unaonesha mgawanyiko mkubwa sana ndani ya siasa za Marekani kuhusu vita ambayo imekuwa ikiendelea kati ya Marekani na Iran, ambapo upande mmoja ukisisitiza kuwa ni muhimu kwa usalama wa taifa na upande mwingine ukiona kuwa gharama zake ni kubwa mno bila maelezo ya kuridhisha kwa wananchi, kitu ambacho kilipelekea waziri wa ulinzi Peter Hegseth pia kukaa kikaangoni kwa muda mrefu sana kutokana na maswali mbalimbali ambayo alikuwa akiulizwa na wawakilishi mbalimbali akiwemo Adam Smith kutokea Democratic Washington. Haya, mtazamo wako ni upi na maoni yako ni yapi? Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi.